ule msitikisiko ulitokea, baadhi ya vitu vikawa vinadondoka. Nilivyosema internet iwaga inazimwa. Tarehe 28 Februari 2026, dunia ilishtushwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuungana na Benjamin Netanyahu kutokea Israel na wote kuamua kwa pamoja kuishambulia Iran. Hii ndiyo siku ilipoanza vita ya Mashariki ya Kati, wakilenga vituo vya kijeshi, makombora na miundombinu muhimu ya nchi hiyo. Ndani ya saa chache tu, Irani ilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Israel pamoja na vituo vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Na hapo ndipo vita ilipoanza rasmi. Mengi yameongelewa, lakini leo nakuletea good news kutokea hapa uwanja wa Mwalimu Nyerere, ambapo raia wa Kitanzania ambao walikuwepo nchini Iran wakati vita hivi vikiendelea, leo hii wametua hapa. Huyu raia wa Kitanzania ambaye alikuwa akipata masomo nchini Iran anatuelezea kuanzia siku ya kwanza mambo yalikuwaje. Kwa majina naitwa Muhammad Jafari, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo ambacho kinaitwa Imam Khomeini International University katika mji wa Kazvin, mkoa baada ya Teherani. Februari 28 ambapo ndipo nasema mashambulizi yalianza na vita vilianza. Kwako ilikuwaje? Kwangu mimi kwa kuwa kipindi cha mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo huaga na kipindi kile tulikuwa katika likizo, bado tumeanza kufanya mtihani wa semester ya kwanza, kwa hiyo tunasubiria tuingie katika semester ya pili. Kwa ilikuwa tumelala tu tunasikia story uvumi tu kwamba hamna clearance kwamba information kwamba tumeshambuliwa ula. Kwa hiyo tulikuwa tunasikia rumors mpaka ilipofika usiku baada ya kufuturu ndio tukapata taarifa kamili kwamba kupitia vyombo vya habari vya Irani. Manake Irani wana tabia kwamba hali kama hiyo ikitokea basi wanazima internet nchi nzima ili mradi kuzuia zile propaganda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa mpaka usiku vyombo vyenyewe vilihakikisha kwamba hizi taarifa zipo safe kwa wananchi kujua, ndio tukaanza kupata taarifa kwamba wameshambulia sehemu mbili na imamu au kiongozi mkuu wa Kiislamu pale ameuawa. Na je, wewe binafsi ukiwa kule Iran uliweza kushuhudia labda milipuko hizo rocket ambazo zinasemwa? Kiukweli mji ambao unashambuliwa sana ni Teherani, lakini kwa sisi pale Kazvini walikuwa wanashambulia kambi za kijeshi na walishambulia shule moja ya wanafunzi ambapo takriban wanafunzi 30 walikuwa wamepoteza maisha. Karibu na chuoni kwetu pale kulikuwa kuna mabweni, kuna chuo chetu si kina mabweni ndani, lakini kuna vyuo vingine kama Azadi wana hostel pembeni. Kwa kuna hostel ilikuwa imepigwa. Kwa hiyo ile ilikuwa saa 7 mchana, nakumbuka. Nilikuwa nimepumzika. Ule msitikisiko ulitokea mpaka huko ndani vimani kwetu, baadhi ya vitu vikawa vinadondoka. Kwa hiyo nikasema hivi, hapana, kumbe this is real. Kitu gani ambacho kilikutisha labda ukasema hii sasa naona hapa kutoboa itakuwa ngumu? Kama nilivyosema internet iwaga inazimwa. Kwa access na mitandao ya kijamii kama TikTok na vitu vingine yote ya nje huwa tuna access nayo. Kwa hiyo habari tunategemea katika mitandao ya Kiirani. Kwa hiyo kitu ambacho kwa kinaniogopesha zaidi nilivyokuwa naona Teherani inavyoshambuliwa na ndugu zangu, ambapo nilikuwa ninauliza kina Shazlina, kina Fatuma, nilikuwa nauliza sasa hivi, hapana ndugu yangu, hali ya huku sio nzuri. Kwa hiyo nilikuwa napiga simu usiku, nasikia bisa milipuko na drone kama hizo hivi, hapana, this hatuwezi kuishi kwa namna hii. Na ni tukio gani la hatari au la kutisha ambalo wewe ulilishuhudia? Tukio ambalo nimelishuhudia ni hilo bomu ambalo lilikuwa limepigwa katika hostel za wanafunzi. Ndio hilo tukio ngomea ambalo nikasema hivi hapana, sasa hii ni hatari. Yaani ni kama kilomita 2 kutoka chuoni kwetu, lakini ile hali ambayo chuoni kwetu ilitokea ni kama tetemeko la ardhi. Okay. Na una neno gani sasa kwa Watanzania na watu wengine? Kwangu mimi kwamba Watanzania hatujui vita. Sisi tunaonja ladha ya amani katika nchi yetu. Kama mimi kijana mwenzenu ambao experience nini maana ya vita na nini maana ya kuingia kwenye hii migogoro, nilikuwa naombeni tutunze amani katika nchi yetu. Mimi wakati nipo Irani, kitu ambacho nilikuwa naombea nifike Tanzania salama. Nilikuwa sijai kuona kwamba nyumbani kwetu ni pazuri mpaka ilipofika situation kama hii. Nilikuwa naona nchi yani kutoka Tanzania watu wana enjoy, hapana. Tanzania
tuna enjoy sana, tuna amani. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, wanafunzi wenzangu na kila na baba, mama na wengine wote tujitahidi kutunza amani tulikuwa nayo. Hicho Ulijisikiaje uko kwenye nchi ambayo muda huo inashambuliwa, na ukiona hivyo vita wewe labda havikuhusu kama ungeweza kuwa nyumbani? Sijaelewa swali kile. Yaani ulijisikiaje upo katika nchi ambayo inashambuliwa? Inaogopesha. Yaani kwamba kuna kipindi kwa nafika sasa hivi hapana jamani. Hii hali maki tulikuwa kuna mgawanyiko. Kuna wanafunzi wengine sasa hapana tuvumilieni. Uwaga Irani vita inatokea kama hivi, baadaye hapo mambo yanakaa vizuri. Sisi wengine sasa hivi hapana. Ni bora ukafia nyumbani unapambania nchi yako kuliko kufia nchi ya kigeni. Huko ukifia hata kaburi lako si utajengewa wapi. Lakini nyumbani ukifa kaburi lako litajengwa pale, wazazi na watu wengine watakulilia, watakusomea dua pale. Kwa kufia huku mwili ujilikane umeenda wapi. Kwa hiyo nashukuru sana serikali chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutugea huu msaada ulitusaidia. Kiukweli bila effort za serikali tusingeweza kabisa. Maki ukiangalia hata hizi transaction Irani wamefungiwa hizi international. Kwa hata kutumia sisi hela inakuwa ni ngumu sana. Yaani kutumia sisi hela sio tunabadilisha vipi, lakini hapana. Kwa nashukuru sana serikali kwa msaada utupatia. Kwamba tumepokelewa Uturuki vizuri, tumeishi pale vizuri mpaka hapa tumekuja. Hamna kwazo yoyote ambayo ilitokea. Nashukuru sana hiyo serikali.